Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari kubwa ambayo kwa sasa hivi inazungumziwa sana mitandaoni ni hii habari ya Vanessa Mdee pamoja na mpenzi wake Rotimi. Baada tu ya hao watu wawili kuonekana wameachana, lakini pia Rotimi kuonekana na mwanamke mwingine, hili swala limezua gumzo kubwa sana. Lakini pia tumeona mwanadada Vanessa ni kwa namna gani ameamua kumkumbuka ex wake Juksi, na huku ukiangalia Juksi yeye yupo na maisha yake, anampenda zake mke wake Priscilla, anampenda mtoto wake Rakim, maisha mengine yanaendelea. Lakini kwa Vanessa imekuwa tofauti. Vanessa kwa asilimia kubwa sana amekuwa akimkumbuka Juksi mara kwa mara. Sio mara ya kwanza kwa Vanessa kumkumbuka Juksi, tumeshaona mara kadhaa Vanessa Mdee huwa anazungumza wazi katika media akiwa anaujiwa kwamba Juksi ni mwanaume ambaye hawezi kumsahau, kwani ni mwanaume wake wa kwanza, lakini pia alikuwa ni mwanaume ambaye alimfundisha kuna upendo, alimfundisha kuna kupenda. Baadaye tu ilitokea mistake wakaamua kuachana. Lakini pia ukiangalia kuachana kwa Vanessa pamoja na Juksi hakukuwa kwa amani, kwa sababu ingekuwa ni kwa amani mpaka leo hii wangekuwa ni watu ambao labda wanazungumza vizuri, wanapeana hongera. Kama hivi Juksi ameoa, tulitegemea Vanessa angempatia hongera, lakini Vanessa amekaa kimya. Lakini pia Juksi kile kipindi ambacho Vanessa alipata mtoto wake wa kwanza yule wa kiume, Juksi alimpa hongera zake kwa kumtungia na wimbo kabisa. Inaonekana wazi kwamba Juksi yeye hana bifu na Vanessa, lakini yeye Vanessa hakutamani kabisa kuwa karibu na Juksi, kwa sababu alijua tu nikiwa karibu na Juksi huenda nikarudiana naye, kwa sababu Juksi ni mtu ambaye ninahisia naye kwa asilimia kubwa sana. Siku leo Vanessa Mdee ameweza kurekodi video na akaposti katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anazungumza kuhusiana na mambo ambayo ameyapitia katika ndoa yake au katika mahusiano yake akiwa na Rotimi, kwa sababu ndoa hatujawahi kuiona. Huenda labda walifunga ndoa ya serikalini, lakini sisi ndoa kama ndoa hatujawahi kuiona. Tunaona tu wanaishi, wamepata watoto wawili, maisha mengine yanaendelea. Sasa Vanessa siku leo ameamua kuanika vitu vingi sana ambavyo amepitia kile kipindi chote ambacho alikuwa na mwanaume wake Rotimi, lakini pia ameamua kuanika hivi ili mradi tu aweze kuyatoa moyoni. Hakuna kitu kigumu kama kuwa na vitu moyoni alafu ni kama vile huna mtu wa kumwambia. Ni kama yani unaweza ukahisi gubu muda wote, unaweza ukahisi hasira muda wote, lakini vitu moyoni alafu ukapata pa kumwambia mtu au ukaamua kuvisema, ni kama vile moyo wako unakuwa unapumua na unakuwa huru sana. Vanessa siku leo ameamua kuweza kuanika kila kitu ambacho alikuwa anakipitia katika ndoa yake. Kwanza kabisa anakuambia kipindi anaanzisha mahusiano na Rotimi hakujua ni mwanaume wa namna gani, lakini baadaye alianza kumzoea taratibu. Unajua Rotimi shemeji yetu ni muigizaji maarufu huko Marekani. Japokuwa yeye ni raia wa Nigeria, lakini ni muigizaji maarufu. Kuna movie moja hivi nenda ukatafute wewe mtazamaji wangu wa Bongo Choice. Kuna movie moja hivi Rotimi aliweza kuiact, ni tamthilia hiyo, yani ina vipande kadhaa, inaitwa Power. Sasa hiyo movie ni ya Kimarekani na wameakti masuperstar wakubwa kina 50 Cent. Ukiangalia ile movie mwanzo mpaka mwisho, shemeji yetu Rotimi bana, ile movie inahusisha mambo ya sexual, yale mambo ambayo yani mnaakti mtu na mpenzi wake alafu mnafanya mapenzi kabisa really, na kamera zinawachukua. Na Rotimi hicho kitu alikifanya kwa wanawake kadhaa katika ile movie ya Power. Sasa moja kati ya kitu ambacho Vanessa amedai ameshindwa ni kwamba Rotimi bado anaendelea na hizo movie. Yani hakuna kitu kinauma kama unamuona mwanaume wako ana act movie ambayo hapo hapo analala na mwanamke na kamera zinamrekodi, mambo kama hayo. Sasa Vanessa Mdee kwa tamaduni za hapa kwetu Bongo anaona ni udhalilishaji. Yule ni mume wake kwa sasa hivi, ni mwanaume ambaye ameishi naye muda mrefu. Sasa inakuwaje mwanaume wake tena anaenda kuact movie ambayo movie hiyo lazima alale na mwanamke? Hilo jambo Vanessa Mdee ameshazungumza sana na mwenzake, lakini anakuambia Rotimi akawa asikii. Rotimi anakuambia hiyo ndo kazi yangu, naipenda, my job, I love my job, sio na nini. Lakini Vanessa anakuambia alishindwa. Vanessa anakuambia alifikia hatua
akawa anamwambia Rotimi, siwezi kushiriki na wewe kwa sababu naona unalala na wanawake wengine huko katika movie zenu, alafu unakuja tena hapo unasema mimi ni mwanamke wako. Jambo ambalo likapelekea Vanessa kama kujiliwaza, akawa anamkumbuka Jux kwamba ni kweli Jux alikuwa na madhaifu lakini hajawahi kunionyeshea, lakini huyu anaishi kizungu sana. Yaani nafikia tu anaenda kurekodi movie huko, alafu anarekodi inatokea kabisa anafanya mapenzi na msichana. Ukienda kuiangalia movie hapa unaweza kuelewa kitu ambacho nakizungumza hapa. Rotimi alikuwa kabisa analala na mwanamke, anafanya naye mapenzi kabisa. Hiyo ni movie ya wakubwa, watoto hawaruhusiwi jamani. Unatakiwa kuchukua mtu mzima kwanza miaka 18 kwenda juu. Ukiangalia hiyo movie mwenyewe utaweza kuona hichi kitu ambacho Vanessa siku leo ameweza kukizungumza, na ni kweli Vanessa amechoka. Sasa hivi amemchoka Rotimi. Rotimi ni kijana ambaye ana sheria zake. Mpaka alipokutana na Vanessa akamwambia sitaki uendelee na muziki, Vanessa akatulia. Lakini sasa hivi angalia, Rotimi anafanya muziki, Rotimi huyo anafanya movie ambazo hazieleweki kama hizi za kulala na wanawake. Lakini pia ukiangalia yeye Vanessa, yeye aliamua kutulia. Vanessa Mdee kama vile ataamua kurudi nyuma hatua moja ili mradi kuanza upya, kwa sababu sanaa ya muziki ilimpokea vizuri, lakini baadaye aliamua kutangaza kuacha kwa sababu ya mahusiano yake. Lakini sasa hivi huenda ikatokea Vanessa Mdee akarudi katika sanaa ya muziki. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tochea maoni yako, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje nchi ya Tanzania. Asante sana.